Lazima ndugu zangu na wasalimu kwa jina kuu kwa jina la Mwenyezi Mungu. Yes, ndugu zangu, hakuna Tanzania haijawahi kutokea na itakuja kutokea sekta ya afya kama hii ya 7C International Clinic, mfumo wa tiba wa Japan na China. Kwa mara ya kwanza Tanzania tunatanguliza matibabu. Mkeka tiba tuna matokeo kuanzia siku ya kwanza tunatanguliza matibabu, especially mkeka tiba unasaidia kwa watu wenye maumivu ya mgongo, kiuno, shingo, unasaidia kutoa maumivu ya mgongo, mwili kurudi katika hali ya kawaida, na kuanzia siku ya kwanza unapata nafuu. Kama tatizo lako ni kubwa ndio utapata nafuu, yaani utapata uponyaji kwa asilimia. Kila mtu yuko tofauti, mwingine 60, mwingine 40, lakini lazima uone nafuu. Kadri unapoendelea kukanyaga ndipo unapona kabisa. Kama tatizo lako ni dogo, unapona hapo siku ya kwanza au unapata asilimia 90 mpaka 99 ya matibabu. Ndio maana tunatanguliza tiba. Ukweli unajionyesha wenyewe, ndio maana tunatanguliza tiba. Na mkeka tiba huu au reflexology unaitwa kwa Kiingereza inaitwa reflexology. Kipo hadi chuo kikuu Kenya Nairobi. Kipo chuo kikuu cha reflexology. Kwa sababu mkeka tiba huu pia unasaidia kutibu maumivu ya ganzi, miguu kuwaka moto, misuli kukakamaa ndani ya mwili. Tiba ya kwanza ya Mwenyezi Mungu ni chakula, ndio maana tunakushauri chakula, lakini pia mifumo ya mwili lazima iwezeshwe kurudi katika hali ya kawaida. Ndio unaitwa wewe mkeka tiba au reflexology kwa Kiingereza. Na mkeka tiba huu pia unatibu kipanda uso na mafua ndani ya mwili. Unatibu mafua na kipanda uso haraka kuliko hata yule mtu alienda kunywa dawa mpaka ingia kwenye mmeng'enyo wa chakula. Kwa sababu huu mkeka tiba unatibu kipanda uso, unagusa mishipa ya fahamu moja kwa moja kupitia chini ya miguu iliyounganika na ubongo, na unagusa mfumo wa hewa wa upumuaji, respiratory system, mfumo wa hewa ambao unakusanyika na miguu na pia na pua, sinuses. Na wao unatibu mafua na kipanda uso haraka sana na vizuri, na tunatanguliza tiba. Na pia mkeka tiba huu pia ni mbadala wa kufanya masaji mwili mzima, ili kufanya masaji kushika shingo ili kufanya hii masaji. Pia ni mbadala wa masaji yenye viungo na mifumo yote ndani ya mwili. Reflexology inafanya ndani kwa ndani ya mwili ili kupa matokeo nje ya mwili mazuri. Na magonjwa mengi yasiyoambukiza tatizo liko ndani ya mwili. Na maana reflexology una uwezo wa kukatisha matumizi ya dawa za pressure, kisukari, stroke, ili mtu aweze kuishi kutegemea chakula na mkeka tiba kuliko matumizi ya dawa. Matumizi ya dawa muda mrefu ambazo zinatibu tatizo moja ndani ya mwili huku zikitengeneza tatizo lingine. Unatumia dawa za cholesterol, statins, inatibu cholesterol na kaa vizuri. Baada ya mwezi mmoja unamfuata daktari wako na mbona mbona sisimamishi, mbona sipati hamu ya mapenzi? Kumbe statins zinakata mafuta yote ndani ya mwili. Umeona? Unatumia dawa za pressure, sawa, unatibu pressure. Baada ya mwezi kadhaa, mwezi mmoja, unaona mfumo wa mkojo, figo liko vizuri. Unatumia dawa za kisukari, unatibu kisukari, lakini kumbe unasababisha tatizo lingine la moyo au ini, unaingia kwenye pressure hii sumu. Umeona? Kwa mkeka tiba huu unakusaidia wewe ambaye umerundukiwa matumizi ya dawa mengi ili uweze kuishi kutegemea chakula au diet na reflexology, na sio matumizi ya dawa mrefu ambayo huleta madhara ndani ya mwili makubwa. Na sisi wa Tanzania tunakuwa tuna mtindo wa kuunganisha matatizo yetu na ushirikina au uchawi. Kumbe kile kitu ambacho tunategemea tunapewa ni kusaidie pia kina madhara ndani ya mwili. Sasa tumewaletea mkombozi wa afya Tanzania, inaitwa reflexology mat au mkeka tiba wa Japani na China. Mkeka tiba huu ni mbadala wa physiotherapy, ni mbadala wa kufanya masaji ndani ya mwili mzima. Mkeka tiba huu ni mbadala wa mazoezi, ni tiba na kinga kwa wakati mmoja. Yes, na tunatanguliza tiba, na bei ya mkeka ni 260,000 na ni wahudumu, hauna expiration date kabisa. SSI Clinic branch zetu zipo karibu Tanzania nzima, na tunatumia mfumo wa tiba na teknolojia za Japani na China. Na hata kwenye vipimo sisi mashine ya pima inapima tatizo linaloonyeshwa na lomo hapo na tatizo ambalo linaweza kutokea mbeleni, kwa sababu viashiria vinakuwepo ndani ya mwili. Hakuna ugonjwa ambao unaumwa ghafla usioambukiza. Ndio maana wenzetu wamefocus sana kwenye kutibu na kukinga, na Wajapani na Wachina ndio maana wanaongoza kuishi miaka mingi, kwa sababu pia ni mfano wa kuigwa ili kuweza kusaidia jamii yetu. Kwa hakika ni uhakika.